Kwa maana yake ni kwamba yawezekana umeshatoka katika wokovu siku nyingi ingawa una jina la wokovu. Inawezekana umeshamwacha Yesu siku nyingi ingawa unaitwa mlokole. Lakini naomba nikwambie jioni leo, Bwana Yesu Kristo anataka urudi Galilaya. Pale Galilaya uweze kutolewa mkopo. Kwa ni baada ya kuomba rehema, Baba anataka kuomba upya na ikaje kusimama tena katika nguvu ya wokovu kwa nilikuwa na amani. Sitaki kwenda kwenye dhambi tena. Sitaki kurudi kwenye uchafu tena. Sitaki kurudi kwenye mateso tena. Na ikaje kutembea na ndio maana siku hizi kanisani watu wanaomba na wao. Na wanaomba labda na imani, labda kuna inabidi kuelewisha. Kwa sababu jana nilikutana na mmoja ajaokoka kabisa, lakini anasema nataka kuomba tuweze kupona. Na mpia ukoke ataka nisaidia kwa tumetosha. Maana kwamba dunia nzima watu wanakimbilia katika miujiza pekee yake. Lakini Kristo kumbadilisha mtu tabia yake ndani, akawa na amani na tumaini jipya, hakuna. Natamani leo kupitia bado Mungu anakuita. Maana unakumbuka, maana unaelewa, bado kuna uthibitisho kwamba Yesu Kristo anakufa msalabani. Ndio maana kitabu cha Mathayo sura ya 26 mstari wa 28 anasema kwamba hakika damu au kikombe hiki ni agano jipya la msamaha wa dhambi. Baada ya kumpokea Yesu, haiwezekani tena kuendelea kuishi katika dhambi. Maana hiyo Yesu alishamwacha. Ile nguvu ya dhambi inapaswa kuishiwa nguvu ili kwamba uweze kutembea katika upya wa utakatifu. Ina maana kama kitu hicho kipo, wewe bado huna kitu. Na Biblia inasema wazi kwamba sio tu katika ulimwengu bali katika ulimwengu ujao, ufalme wa mbinguni hapa duniani utamwona Mungu. Utakuwa unaishi kama mtu mwingine. Itakapotokea vita kama ndani kati ya wewe na watu wa dunia, wewe utapigwa kwa sababu hakuna Mungu ndani yako. Lakini natamani leo uamue kukumbuka kwamba pale Jordan nilivuka, nikatoka katika ufalme wa giza nikaingia katika ufalme wa mbinguni. Na baada ya hapo nikatahiriwa kwa maana kuacha tabia za zamani, kuacha tabia ulizokuwa nazo nyuma, kuacha tabia ambazo ulikuwa umezijenga. Maana Yesu Kristo aanze kubadilisha kupitia neno lake. Maana Biblia inasema akawasafisha kupitia nini? Neno. Ndio maana jiona leo nakupa nafasi kwamba Yesu Kristo yuko mahali hapa na anatamani aweze kumiliki tena, uweze kurudi tena kwa amani, ili ukaweze kufurahia wokovu wako, ili kwa ile tunda la Roho ambalo katika Galatia 5:22 iweze kufanya kazi kwako kwa njia ya kuwezesha, ili kwamba zile tabia ambazo ni za watu wa Mungu, zile tabia ambazo zinaonekana kwa watu waliokoka, tuweze kuziona kwako. Naomba nikwambie, na mtumishi wa Mungu Paulo amesema mtu ambaye hana tabia za kimungu ndani yake, anasema napenda kukwambia tena kwa machozi kwamba hautaweza kumwona Mungu katika ulimwengu wa uliojaa. Utabaki msikilizaji wa watu ambao wanamuona Mungu kila siku, lakini wewe hakuna kinachotokea. Anasema lakini tunda la Roho ni upendo. Natamani upendo wako, natamani furaha ambayo Mungu alikuwa ameweka ndani ya Mungu. Watu wengi wameokoka lakini wana furaha, wamejawa na hofu na mashaka. Kwa nini? Kwa sababu ndani yao ile tumaini walikuwa wamelibeba wamesahau ndani yake. Wamesahau pale ambapo mawe 12 yaliwekwa kwa ajili ya kujenga msingi wa kanisa la Kristo katika kizazi chetu. Hamna mtu ambaye ana amani, hakuna. Watu wanabaki miaka sina amani. Tayari najua Yesu yuko ndani. Roho Mtakatifu anakwenda wapi? Uvumilivu, utu na fadhili, uaminifu, vyote vinapaswa kuwa ndio alama ya Kristo. Mtu akiona anapita, anaona hicho kitu kimekaa nyuma yako na mwisho anamalizia. Bwana Yesu asifiwe. Na anamalizia kusababisha ndio mwisho shule. Anasema upole kiasi na mambo yanayofanana nayo. Ukishaweza kufanya mambo hayo, hakuna sheria. Maana Yesu amekwisha maliza. Mpendo katika Bwana. Misi kisha Bwana. Ukianza kusikia zile zinapigwa. Siku hizi kwa hizi Bwana Yesu asifiwe. Na unasikia kwa sababu unataka kucheza jua tayari unazungumza. Ukianza kusikia pombe inapita, unasikia harufu na kuvutia, jua tayari unazungumza. Ukianza kusikia unakosa amani ndani ya moyo wako, jua tayari unazungumza. Ukianza kusikia kwamba watu wanakuambia mambo, unaanza kuwa na hasira, jua tayari nisi na kungoja. Huwezi kuona nguvu ya ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba utambue kwamba agano ni kisu. Kisu kwa ajili ya kuondoa udhaifu. Ukata roho, kauliza Bwana kata roho. Unakuta wazee
zile ambazo zimeandikwa katika kitabu cha Wagalatia 5:19. Naomba nikwambie, bora wakati unaanza kuangalia moja moja, unajiuliza mwenyewe, hapa na ngapi? Hapa na 5, hapa na 10, hapa na 100, hapa na 20. Ukiona zote una chini ya 50, mpendwa katika Bwana, sahau kuhusu Mungu, unapoteza muda. Kwa sababu hujaokoka. Lakini Mungu anakupa nafasi nyingine kuvuka gari ili uweze kusimama. Pambana. Ukristo ni kupambana. Tunasema mtu anaweza kugaribika akaanguka, lakini akisimama asianguke tena, kwa sababu Kristo hauzoeleki. Dhambi haina mazoea. Tunategemea ukishakuwa umeokoka, umeshika ngome, tabia za asili ziondoke. Tabia za mtu wa kale. Ukikaa mtu ambaye ameokoka na ambaye hajaokoka, lazima tuone tofauti. Ukiona hakuna tofauti, mpendwa katika Bwana, imekula kwa wewe. Hutaona ufalme wa mbinguni. Na usidhani ufalme wa mbinguni eti siku Yesu atarudi. Sio hiyo peke yake. Naomba nikwambie, ufalme wa mbinguni ni kuishi katika baraka za Mungu, kuishi katika agano. Nilikwambia tabia za agano. Agano linakupa vitu kama 12. Moja wapo ni kubarikiwa, 2 ni kubarikiwa wengine, 3 kuwa ni baraka, 4 ni kwamba watu wasiwezi kushakulia, na 5 ni kwamba Mungu atakufanya uweze kung'aa katika mataifa. Unaweza kuona mambo ya kweli, unaona vitu vimesimama, lakini naomba nikwambie, Mungu anabaki kuwa mwaminifu kwa agano lake. Ila wewe kwa sababu umesahau kama unatakiwa utoe kodi ya inakupita na Mungu. Anasema tafuteni kuwa na amani na watu wote na Roho Mtakatifu, ambapo hakuna mtu anaweza kuona Mungu kama huwezi kuona Bwana Yesu asifiwe. Jioni leo naomba nikwambie, sija kuhukumu, nimekuja kupata nafasi ya kujirudi, kuamua kumpenda Yesu kwa moyo wako wote tena, kuamua kujenga tabia ya kumtii Roho Mtakatifu tena, kuondoa kile kibaridi ambacho kimeingia kimekufanya usahau Yesu, kimekufanya usahau mtu wako, kimekufanya hata Biblia kusoma Jumamosi au Jumapili tunapokuja kanisani. Na hela ni kwa dini wahitaji kuinuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Anasema watu wataangamia, watu watakosa nguvu, lakini hawa wangojao Bwana watapata nguvu mpya, watainuka tena, watapaa juu, kwa sababu Mungu wa pamoja nao. Sema Baba, katika jina la Yesu ninaamuru jioni leo, kila roho ya mashaka, kila roho ya mazoea, kumzoea Yesu, ninaikemea ndani yangu. Toka kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba uingie ndani yangu leo. Ewe Roho Mtakatifu, ukatoe nguvu yangu, niingie mtu mpya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Neno katika Bwana, hauwezi kushinda maisha yako ya Kristo kama utaendelea na tabia za zamani. Utu wa kale kama utautoka, naomba nikwambie, utakuwa tumebadilisha nguo lakini hujaoga. Na ndio maana tunatamani ile damu inapokuosha ikupe na nguvu ya kushinda dhambi, na ile nguvu zetu wenyewe inabidi muombe Mungu akupe nguvu ya kushinda. Sema Baba, katika jina la Yesu, jioni leo, Mungu wangu, naomba moto wa Roho Mtakatifu uingie ndani yangu na kunipa kibali, niweze kuwa na amani tena, niweze kuwa na furaha tena, katika jina la Yesu. Baba, ninaomba ondoa sumu ya dhambi ndani yangu, niondolee hamu ya aina yoyote ya dhambi yoyote na uchafu wote, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mpendo katika Bwana, naomba utambue miaka 40 tu wengi wa kuongea na Wakristo wengi hawamwoni pamoja na kwamba tunatangaza kila siku ufalme wa Mungu uingie ndani mwao. Lakini nimekutana na vijana, nimekutana na baba, nimekutana na mtoto ambao wamemshua Mungu wao. Mungu anaonekana kwao kila siku, wamejaa shuhuda. Hata pale ambapo hakuna ajira katika nchi, wenyewe wanapata ajira. Hata pale ambapo mambo yamekuwa magumu, wenyewe wanapata neema kwa sababu ya utakatifu. Waliamua kutembea na Yesu. Leo mambo mengi yanapita, vitu vingi vitakuacha kwa sababu umekosa ile tumaini ambayo ulikuwa ndani. Ule moto wa kwanza umeondoka, kwa sababu wewe kama wewe upo huko tu, na omba upei ngome katika
Baba, katika jina la Yesu, kila leo ya kushindwa maisha yangu, achia roho yangu katika jina la Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu, jioni leo naomba unisafishe, naomba ukate roho yangu, sitaki tabia za dhambi, sitaki uchafu tena. Roho Mtakatifu, ingia ndani yangu, nisaidie niweze kuishi maisha matakatifu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa naomba tupandane za Bwana, naomba uchukue katika pale ulipo, kama unaweza kupiga magoti kwa Bwana Yesu, na kama wewe nahitaji kusimama, nahitaji tena, nahitaji kusimama tena kwa namna ile ile ambayo nimesimama mwanzo, nahitaji kuchukua wewe tena kwa namna ile ile ambayo nimekuchukua mwanzo, kuanzia leo katika jina la Yesu.